nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake, katika ghadhabu kumbuka rehema. Kuanzia kuingia tena soma ile neno Kitatu mstari wa 2. Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake, katika ghadhabu kumbuka rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni maombi ya nani? Ya Yakobo. Unapaswa kuomba maneno mazuri yenye kusikilika mbinguni. Usiombe maneno yasiyosikiliki. Omba kitu kenye unapokiomba na Mungu anaelewa unaongea nini. Sababu mahitaji yenyewe naona yetu wametuwekea inafanana na neno la Mungu. Yenyewe ametuambia hapa. Sema kuombea mwisho wa kiroho, kuonesha zidi ya dunia, kuimarika kwa uhusiano wa nchi za Kiafrika Mashariki ya Kati, kuombea kiamko. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mahitaji yanafanana na nini? Na maombi yenye tutaombea. Fufua kazi yako katikati ya miaka. Mungu afufue huduma iliyo ndani yako. Afufue huduma iliyo ndani yako. Hatutabaki watu wa kawaida tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunabidi kenye iko ndani yetu kifufuke. Kila mmoja sikie kuamsha karama ile nayo. Kwa wakati huu wa miaka hii kabla hatujaambiwa. Kama Mungu alikupa karama, iamshe ndani yako karama ifanye kazi. Aifufue. Hatutabaki watu wa kulialia tu. Amen. Tuna nini nasema hivi? Kichwa cha Mungu tunatembelea nacho. Tunasikia tena jana na nje yake ndio tutagusa. Ukitumikia Mungu kwa nguvu, ukafanya kwa bidii, hata ukitenda dhambi, hata ukitenda dhambi, na hata ukitenda dhambi, hapana hata utatenda dhambi. Swali liko vipi? Liko vitani. Hata ukitenda dhambi, hata ukitenda dhambi, tunaacha neno lisema hata utatenda. Nini ndio swali kamili? Sijui kama inaeleweka. Hata ukitenda dhambi, hata ukitenda dhambi, hapana hata utatenda dhambi. Si tofauti jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukitenda dhambi, umeshaokoka, lakini unajutia. Si ndio? Lakini kwa sababu ya kujutia, ukitubu, ukaendelea kutumika, Mungu anakubali. Tunaelewana? Na tunaposoma kitabu cha Marko, kitabu cha Luka 18:18, hapo kuna neno. Neno la Mungu nasema 18 kitabu cha Luka. Inasema nini? Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Kuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote ukawagawanyie maskini,
akamwambia Petro yuko kumwombea atubu. Kwa sababu sadaka imekuwa huko. Sasa afanye nini? Atubu. Na wewe mwenyewe unaotubu unakosa sadaka. Na mimi unaotoa nini? Sadaka. Yote vinalinda. Ndio kitu kabisa ni vitu wa fungo la atubu. Utakatifu pamoja na kutolea Mungu. Tunafanya tunaenda. Mimi nikahubiri hapa. Unanielewa? Nikahubiri watu. Nikawaonya na nini nachukua sindio watu. Mimi sina makao. Nikafundisha watu maacha zangu wakaacha zangu. Mimi mwenyewe naacha zangu. Ninaimba. Mimi hapa niweza kuwa na karama kama tano. Mimi ni mwimbaji. Mimi ni mchungaji wa nyimbo. Sawa? Mimi ni kiongozi kwenye uongozi. Naongoza. Nasimamia kundi la magari. Niko kiongozi na kile kundi. Nikienda ndani na ulizo. Mimi ni mhubiri. Mimi ni mwimbaji. Unanielewa? Mimi ni mwalimu. Naonyesheka mtu mzani mpaka nakubali. Naongea na wewe kuanzia polepole mpaka unanielewa. Hata nichanganye na Kiswahili cha Kongo mpaka unakuja kuelewa. Hivyo ndivyo nielewa. Amen. Sasa nikianza kutoa mbingu siendi. Unanielewa? Amen. Sasa tukisoma sasa tuende kwa huyo Luka 12 mstari wa 33. Kwa maana kitu chote kinaendelea pamoja. Biblia inasema leo. Luka 12 mstari wa 33. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Nifanyieni mifuko isiyochokaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwimbi wala nondo kuharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Manesa sikia. Tuko pamoja. Nilisikia vizuri aliposoma. Kule nyuma nilisikia. Nasema viuzeni vilivyo navyo, tutoe nini? Sadaka. Tuweke akiba kwenye kutafuta nondo na nini? Na kuti. Kwenye hazina yangu itakuwa ni mimi natoa ndani ya moyo wangu. Ndio kutakuwa na nini? Na moyo wangu. Sasa mimi ni mhubiri. Mimi ni mchungaji. Mimi ni askofu. Mimi ni msimamizi wa maombi. Mzee wa kanisa. Sasa tuende. Huyu hapa anaenda barabarani kwenda kuhubiri watu. Anaambia watu tutaenda mbinguni. Unaelewa? Sasa hato anaenda mbinguni. Sato. Si ndio? Mbingu ataenda. Tuwe tunauzaka kanisani. Kwa sababu nini mnapohukumika? Mnawaza mnamkomoa mchungaji. Unaposikia utoaji, unacheka tu. Hata unaweza kuchukua tu kitenge
kama neno la Mungu linafanya. Linasema Marko 9 mstari wake wa 41 inasema Marko 9:41. Nasema kwa kuwa yeyote atakayeonyesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo, mimi nawaambia hatakosa thawabu yake. Amen. Yeyote atakayeonyesha ninyi wanani sasa? Ni wale wasiojulikana. Ni wale watu wanaishi makanisani hawajulikani. Unamuona ni wa kawaida, kumbe mvingi zinamsamia. Unamuona ni mtu wa chini, kumbe Mungu yeye jicho lake linamwangalia. Unaona analala na amuka hata kumtetea, anaingia na kutoka, kumbe ndio jicho la Mungu. Asema atakayeonyesha wale kikombe cha maji. Asema huyu ana zawadi. Swahili kizuri ana zawadi mbinguni. Ana taji mbinguni. Atakayeonyesha kikombe cha maji. Mathayo anasema hivi, yeyote atakayeonyesha nini kikombe cha maji ya baridi. Maji ya baridi anasema Mungu na maji. Hawajasema kiatu. Maji. Ushote maji akupeleka, unapika chukua maji unywe. Anakuwa tu ile maji. Asema ana zawadi mbinguni. Niambie sasa wewe unavulia kiatu kama. Niambie sasa wewe unapata chakula. Mwenyewe atasamini wa kikombe cha maji. Jamani, tukumbuke akili kanisa la sasa. Kanisa la zamani alikuwa kama nini? Amen. Mwanamke mshirika anaona tu Paulo anahubiri. Anapiga picha na kwenda na ubiri. Akamwambia mume wake, mume wangu, huyu mtu ninayemuona, naona kama ni mchamungu, mtu wa Mungu. Tumlete. Tumjengee hapa, kuna nafasi kwa tenda kanyumba kachumba kamoja. Tukaweka kinaka tatu, tukaweka kitanda, tukaweka kiti, akiingia muda alale, akiamuka aende. Tutakuwa tumeteka baraka mume wangu, kwa sababu wanawake wanapana roho mbaya kama shetani. Mwanamke kuchakula ni wa kwanza. Unaweza kama akampeleka kaburini naye. Huyo mwanamke alipoongea na mume wake mume akamwambia, akamwambia tufanye mke wangu. Katika kajua kumwekea, akamwekea Elisha akakata. Mwingine mama wanazo sisi. Wakati wa njaa kuu. Elia anakimbia Yezebeli. Elia anakaa pale, anakunywa maji, nani anamletea kile kimbele kinani maifu. Kunguru anamletea nyama, anamletea na mkate. Elia anakula. Kunguru mkate wake na nyama ikaisha. Kwenye Bwana kama kuimba kuisha sijui. Sijui kama malaika walikuwa wanampigia Biblia hajasema. Kwa sababu nasema Mungu alikuwa analeta nini? Mkate na nyama. Hakujua alikuwa anatoa wapi. Na Mungu akamwambia sasa chakula kulikuwa alikuwa anakuletea kinaisha. Na maji hapo unakunywa hapa imekauka. Kuna mwanamke mjane. Nenda. Kwenye upo. Huyo mwanamke hana habari. Kama mbingu zinaongea. Nenda kwa mwanamke mjane atakupokea. Elia akasimama. Akaenda. Akakuta mwanamke anaokoka tu. Tunakuli kwake ili apike chakula mbebaki kidogo. Ale na mtoto wake wake. Akasogelea akamsalimia. Akamwambia, mama unaweza kunipa maji? Mwanamke akakimbia kuleta maji. Mama si maji tu, nilifanyisia na chapati kamkate. Akamwambia yo mtumishi, mimi nimebaki tu na kama kaivi na mafuta kidogo tunataka kufanya na mtoto wangu tufe kwa baba. Akamwambia hata nikifanyia kwanza wewe na mtoto wako. Nifanyie kwanza mimi. Lakini wewe unalizaka unaweka maisha yako ya kwanza, ukose kuweka maisha ya Yesu ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nayo ndio ninaeleza. Hivi unanisikiliza? Unasubiri kuacha hizo maswali uulize swali. Nilikwambia ukitumikia Mungu kwa nguvu, hata utenda dhambi, Mungu anakukubali. Ule mwanamke akasikiza ile sauti. Yeye mtumishi ndio ana sauti ya Mungu. Huyu mama hana sauti ya Mungu. Yeye anafanya kwa kumaanisha. Kwa imani niache
akae nyumba moja. Nilikuwa ndio nimesema hao ni wazizi. Mnanielewa? Wewe utoke mtu na bwana wako, bako heka na mwenzake, mimi na mke. Huyu mke huyu. Akiwa upendo ni tena ya kweli. Fulani na kama na mchako fulani. Kumbe ni upendo wa Mungu. Aliwaunganisha ili wasaidie. Wewe unaanza weka kialama cha kiulizo huyu na masharti wa Mungu. Uliona? Wao wote sehemu katika ziwa la usiwe na shuhudia kilichokiona naye. Unaona kitu gani? Wamesema nani uliona? Mungu atuone. Ile Mungu anakale kananika akakuisha. Kaka endelea. Hiyo Mungu anataka kanisa la sasa tuishi. Amen. Na ule mwingine bado waliona pete kwangu wakabeba kwa. Akakaa kwa miaka miwili akila. Amen. Na ule mwingine akabeba kwangu wakabeba kwa. Sasa sisi kanisa la sasa tunafanya nini? Mwenzangu wa kanisani anasema Mungu atusaidie. Unajua maisha yako unaangalia. Lakini mimi nakwambia ukitaka Mungu akutendee, weka maisha yako nyuma, weka ya Mungu ya kwanza. Yesu atafanya jambo juu ya maisha yako. Na wewe kama simama na wewe, Mungu atafanya Mungu wa kwanza huyu. Kwa sababu Mungu hana nguvu ya kutenda ile kazi. Sisi ni waambie sisi. Biblia inasema mimi nawapatia na wapa chakula cha Mungu yenye wazidi ya kesi. Hata kitu wazidi ya kila kitu taelewa. Biblia inasema hivi. Aseme haki yenu isipozidi haki ya Wafarisayo. Mbingu hamu. Nini kwa kwenye mafungu? Huyu niko wanachini. Kuna watu wanatoka kama hawana chakula. Wanafika nyumbani hawana uji. Paka nenda kama ni gari wa Kisukuma, paka naleta magonda tu. Lakini mko mnachoka naenda tu nyumbani. Kuna mtu anafika nyumbani hana uji. Hana chochote. Lakini niliona mwanzo. Kuna watu wanajitolea. Kwa mtoto kwenye mafungu. Tunakuta watu wanaweka chakula hapo, uji na mikate huko. Lakini mimi niko na kosa watu wenyewe mjuu mteka bana. Unaweza kufunguka macho majumba zao watu wako. Unaweza kufunguka macho. Kaenda mjumba. Utafika. Utakuta mtu amefika na kaka, hana chakula kimetoka. Na yuko katika ile mafungu. Anasubiri apige bora kama katika wale kwenye TV ya hali. Ninasema uongo. Si Mungu wao anakuwa mnaangalia. Lakini kama tumekuwa tunatoka uji kwa pale. Mnaenda nyumbani mmekula kwanza uji. Kula uta mwingine. Huko natoka kwenye maombi mnaenda kukusumu nyumbani. Mimi nimefunga baada sasa na chakula mtoto wangu ndio wewe mwenyewe unalia na tumbo na njaa umetoka kwa kanisani nyumbani tena. Hautakufunga. Kila siku nafunga Mungu wangu. Kufuru tu mwenyewe na kufunga ni watumishi wenu. Mipangilio wameshindwa. Ngoja niendelee kusema hiyo. Siku siku mnafundisha watu mafunga siku 40. Ngoja kuambia walete 100 na mwanze mwezi wa 12. Wao kisha kutoa. Au watu wanatoka kwa kunywa kuja hapo nje. Mtende haraka. Kwa sababu mwana maskini na yatima huko na wajane huko na jicho la mbingu. Iko nafika nyumbani wanalala njaa. Mungu atuone. Amen. Hivi sisi tunaona kanisa yeye vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona hao wenzetu wanafaka leo. Wasikia. Siku ya mafungo, hao washirika wote wanaenda kula kwao.
baba mmoja katika nchi ya Kongo. Ni baba Muislamu, alifariki sina siku. Alikuwa siku moja alikuwa mwombaji mmoja kwa mbele. Nenda kwa mwombee huyo baba. Ni mwombee kwa mwombea pole. Mbona ni wale ni wale waoneke wako na jana mlango wake mpaka nyumbani kwake. Akifariki haraka wale watu watakula wapi? Mwombee ni mwongezesi. Akaona mwongezesi. Na kweli tuone Ijumaa ikiendelea. Na isipo Ijumaa kwake nyumbani mtoto amekaa kumwangalia msukani afungue gate. Akifungua gate anaanza kuangalia kabisa kila mtu anaenda kwa kwake. Nasema sisi wale kesho tena anaenda nyumbani anawapa sisi. Mungu akawa anasema watu wakuombee. Sisi tumuombea Mungu mlinde. Muozeshe muongezeke. Mungu anaona huyu akiondoka sijaandaa mwingine katika kama na huyu. Huyu aendelee kuishi aliishi ni Muislamu ili asaidie huyu. Amen. Huyu Kristo ni pagani. Huyu Kristo aliyekuwa. Maneno sisi. Hii ndio unasikutumikia Mungu kwa nguvu. Mungu anakubali hata ukitenda sana. Na hata ukiwa mizani unayotokoka. Wewe tunaongea mnaje? Hata wanasema tuko na mwingine alikuwa na pesa. Mungu alipata pesa yake. Mungu akamwambia nakupa pesa. Watu wao watatu wakasema kwetu mimi na walienda wakaomba. Huwa akaomba Mungu tunahitaji pesa. Walienda kwenye mlima wakasi hizi. Wakaomba wanahitaji pesa. Wa Mungu akasema kaambia mmoja nakupa pesa. Kazi yako usishinde kupata jioni bila kubariki watu. Wewe nakupa pesa. Usitokake mwao mji, na yenyewe useme kama vile punda. Mwao yenyewe ya punda wewe ni mwanzo. Wewe biashara yako ni hapa, uende na kwaya, uende na kanisa. Ndio baba. Na wewe nakupa pesa wewe. Pesa yako usiingizake mkopo. Usichukue za mtu mwingine mkopo kwanza ndio niendelee. Si utafanya vile vyote vinaona. Sema sana. Hao wawili wakashika. Huyo aliyeambiwa nakupa usitoke uende nje na nje. Alipopanda tu, tena alianzia kuna nguo za ndani. Anataka
nikakuja kunishuhudia nikashangaa. Kaniambia mama yake nimeona Mungu. Nimekuwa nakaa kwenye nyumba na angalia tu vitu vitakaisha, nyumba zote zimepelekwa na karatasi zote za nyumba zote wamepeleka hati za zote zinaenda kwenye. Anakaa kama watu wawili wanatokea. Na madola za nusu. Dola za maji wanatoka kwenye nani? Kwenye kale kama nini? Hata kakamika kabisa. Anambia hodi. Mwenye kutafuta kupatia vitu. Katetea watu mpaka mashida tutawajengea. Akasema mimi Mungu sina chochote. Akamwambia hivi sisi hatukwambia mtatupa leo. Tunakuachia pesa. Tutarudi wewe utaenda kusanya. Tutaenda kuchukua. Tutaenda kuchukua tutafuta kuchukua. Wazee. Nyingi akaenda mpaka kuleta. Akavuka mchukua karibu na mishukuru. Akaleta vitu akamwona baba. Nikaleta akasubiri maji. Ndio anakuja shughuli ya biashara. Mwanzo nikaisha. Akakimbia tena zile pesa. Tuma Dar es Salaam. Ingiza mimi na mizizi. Ingiza anashukuru bwana wake. Ndio anakuja na nunua pesa zinaendelea. Kuna pesa zimeshaenda. Mtu hataki. Mwingine anasema mimi nataka mzigo yote. Bakanisha mwaka hawarudi. Mwaka hawarudi. Akalipa na majani wale kabisa zile zake za mimi zote kabisa viwanja tena kabisa akawa tena wajini. Wale watu kisha mwaka unasikia Mungu anaenda hivi. Sijui kama ni malaika. Sijui kama alikuwa malaika. Akamwambia akawaona sisi niachia vitu. Na pesa zenu ni wadogo. Kwani nishanunua tukikaa hapo. Ndio akakwambia tupatie pesa. Patie kitu tena. Akawapatia. Wakaondoka hadi walienda. Mungu unasema Mungu wewe Mungu. Yeye amjaona Mungu. Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anafanya nini? Mungu anafanya kwa wale wanaomtumikia. Akashuhudia leo matajiri. Leo matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akitoka hapa yeye anakuangalia tu wa ucheki. Mkitoka kanisani na kuangalia. Wao ucheki. Anaona wewe, anamwambia wewe sawa niko sawa. Kwa mkono. Anakuachia. Ndio anaishi kanisani. Hiyo ndio anaishi. Maana watu tena matoka nao wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Siku alikuwa mshirika wa mtoa kwetu. Tulilia. Bado tulilia. Tukasema hata kufanya nyumba kanisa lake. Na hiyo kanisa alifungua tawi la hiyo kanisa kubwa. Akaanza kusema mimi hapa nimeifungia tawi. Kama kuangalia mkutano. Ndio kiwanja hapa mjini. Akawapa kiwanja hiki. Akasema mtaka kuangalia kanisa mtashinda kutoa bilia msaidie ndio ndio. Kaanza kujengesha kwa kisha siku tayari kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanatumikia kwa pesa zao. Wako duniani lakini mbinguni wanataji. Wao mbinguni wanahitaji zao. Pesa zinakuwa pale. Wako mbinguni washaika ghorofa zao. Wako duniani kule ghorofa za nyumba zipo. Na wanajenga kuenda mbinguni. Si kama vile watu wanashoga maskini. Mungu atuelewe. Tunasoma neno lingine tuache maswali kwa hii maneno. Kama usikia kwa utauliza. Zakaria anasema nini ile 6? Zakaria ile 6 anasema nini? Kama Zakaria. Biblia inasema Zakaria neno la Mungu linasema akajibu akaniambia akisema hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli. Ndio. Kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yako. Nasema Bwana wa majeshi. Amen. Si kwa uwezo, sawa, wala si kwa nguvu bali ni kwa roho. Unafanya kwa roho. Mtakatifu kama unamshukuru Roho Mtakatifu, wewe unajua kitu. Si kwa uwezo wako ndio maana unapumua Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Tunajiwaza kama kesho tutafariki. Kesho tutaondoka. Huko tunajenga nini? Huko tumeweka nini? Tutakapofariki, hata tupeleka nini?
makombo. Nimekwambia imbwa, umeona nenda anakula makombo, nimekubali kwanza wewe ni imbwa. Ndio. Nasikia, lakini natangana na Yesu. Yesu anaenda hivyo unafanya tu. Yesu anaenda kunaona na anamwambia nini kwa hiyo. Mpaka Yesu akakubali. Amen. Yesu akamwambia mama na nani? Yesu awaje. Kwanza huyu si Israeli. Huyu astahili kula chakula. Lakini kwa sababu
huwezi. Nilikwambia kuna siku moja siku nishika Uislamu. Tukafika kwenda kuomba. Tunakaa mlimani tulikuwa watu kama 5. Tuko tunaomba Mungu atujibu mahitaji. Tunafunga macho. Mimi huyu hapa sifanyi biashara. Nasikia malaika ananiambia sikioni, wewe ulize wenzako wakakaa hapa wao wote. Mwenyewe uweza kutoa zaka
ukamnyosha suti. Sawa, suti anaweza kaenda driving. Lakini hakuna hata shughuli yoyote ambayo unaweza kaenda kwa mtumishi au tukafanya. Ili tu akuombee baraka. Ndio nafikiri baraka za mchungaji Elima akiomba zitadondoka kule. Hauna jambo lolote lile hata unaweza kaja kanisani hapa ukafanya, ukasema Mungu kumbuka nimekita majani kanisani. Mungu kumbuka nimekita viti kanisani. Hauna kitu chochote ambacho unaweza kufanya special ili ukumbushe Mungu. Mimi nilikuwa mstari kanisani nikiwa Moshi. Tena kwa usafi. Na nitaenda kwa kanisani ili niende kutafuta viti. Watumishi wa Mungu wakae, wakutana mwambia Mungu kumbuka nimekita viti. Tena nikiwa usafi. Sio askari ndio. Siku moja mimi nilikuwa chooni, mchungaji akaniangalia akasema, "Wewe ndio kanisa, bwana Becho." Nikasema, "Mimi na Becho." Nikampa mfano. Hivi kama mtu anafanya kazi Ikulu, akiulizwa na watu, "Unafanya kazi wapi?" "Nafanya kazi Ikulu." Lakini yuko Ikulu ni mpigaji chooni. Watu sasa, "Anafanya kazi Ikulu." Kumbe ni mpigaji chooni. Mchungaji akasema, "Sisi afu nikwambia pia kama mimi na Becho, yeye mnaniangalia, nakwambia kwanza stage, wewe mnaniangalia. Mimi nawafundisha kwa vitendo ili na nyinyi sasa mjue kwamba kumbe hata wanaume wanaweza kaleta show. Bwana wa Mungu, nitaka niseme hayo machache lakini niongee kwenye zaka kwangu. Katika zaka nataka madirisha mbinguni yafunguke kwa zaka. Na niko na changamoto wangu. Anauza biashara, anakusanya hela, afu sasa zaka kutoa na muona mikate. Na sitika naongea kwa kwa hiyo. Lakini hata kama ndipo naweza kuongea. Hata kama mtaji wako ni kiasi fulani, kile unachokiuza, ile mahesabu, chukua hiyo change, hiyo faida, ipigie fungu la 10 ndio utoe. Kama usipotoa zaka, nakwambia unajifungia maisha. Zaka ni kila kitu. Ukishatoa zaka, unapumua. Wewe kwa hela yako umepata. Sasa kwa nini msisubiri mwisho wa mwezi? Niziunganishe nipige nitoe zaka. Mungu akaniambia, "Nenda kachukue hela zote." Jana nilipita benki, kachukua hela. Sasa nikajisikia niko huru. Leo napigiwa simu kutoka Tarime. Naambiwa ameongezeka mlengo mwingine. Nikisema ameongezeka mlengo mwingine simuelewi. Kuna mkuu mlengo keshazaliwa. Kwa nini? Asili naambiwa baba, mkiamua nenda hospitali, lakini huwa nafanyia operation. Nikasema hivi moyoni, kwa jina la Yesu acha ifungue. Mimi nafika siku 40 afu nitangaza. Baada hata siangaika kwa. Mlengo kapatikana kule. Wala Mungu, twende kwa imani. Mimi najua tukienda kwa imani tutafika. Amina. Yesu asifiwe. Piga mikono, piga mikono. Baba, tusomee kitabu cha Malaki. Tunasoma kitabu cha Malaki, tunasoma 3. Kitabu cha Malaki kitatuongoza namna watu wanapaswa kuishi. Tunasoma kitabu cha Malaki 8 mstari wake 3 mstari wa 8. Biblia inasema nini? Je, wanadamu watamwibia Mungu? Mpaka mstari wa 12. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mungu atusamehe. Mwanadamu kamwibia nani? Mmeiba nini? Sio tu tunaongelea kwa mtumishi wa Mungu ameshaongea. Baba Mungu akubariki. Hii ndio kazi ni nini wazee wa kanisa na kwa kusaidia kanisa. Kwa sababu wao wataenda ujirani. Kwa nini tunaenda jana tuishi kanisani? Watawasema hatukujua, hatukufundishwa. Na nini mnauliza? Kwa nini mlikuwa wazee wa kanisa kufundisha watu na nini mnapata shida? Unasikia kama unaiba nini? Zako. Wao wanaangalia mwizi wa barabarani. Tunani mlipa duka la watu. Wakuue wampige. Kuna roho kanisani wakuue wampige kwa sababu na mwizi. Si hakuna mwizi wa maduka, mwizi wa kanisani.
Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi wasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Mmelaniwa kwa laana. Hivi kanisa mnanisikia kweli? Amen. Kimaji takatifu na sasa mnaita mlokole. Hakuna mlokole na wewe mwifu wa zaka. Mnanielewa? Amen. Wewe unaanza unatafuta chochote unapata 2,000. 200 ninakuwa nayo nyinyi. Sisi kwa ndio tuna 200. Hatuna hizi pesa ndogo sisi. Mimi uko na 200, ukipata 2,000, 200 ya Mungu. Na kuna wale nikataa hapa madhabahuni. Kanisa mfunguke. Mmelaaniwa kwa kuiba zaka. Tunasema Mungu anisikia, nishaombewa, mimi maana mafuta kuombea na askofu wake na wazee wa kanisa. Kianza ndio maskini uishi, wewe peke maskini wewe. Mmelaaniwa Mungu. Namtaki kugeuka na kurudi nimtendee vizuri. Twende somo. Ninyi mmelaniwa kwa laana, maana mmeniibia mimi na taifa hili lote. Na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, Mlete zaka kamili, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. nyumba hapana, msikose chakula, wageni wakija tushibie jameni. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Tukamjaribu Mungu. Mlete chakula nyumba ya nani? Bwana. Ya Bwana. Hapa wageni wanafika wanatoka mbali, hasa anaweka mtu mmoja tu. Mimi hapa niko kwa kujipitia. Mama yenyewe na watu wadogo zaidi leo chakula hizi. Ili mama usinihangaiki. Mimi nilikuja kwa kwenda kupata neema kuomba nguvu. Napenda kuhubiri. Mimi siko mgeni wa kanisa, nikwambia siko mgeni wa kanisa. Niko mimi kwako. Lala njaa niko na wewe. Ya mgeni ndio ule. Nilileta tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati chakula hicho nyumba ya Bwana hawatashughulika. Watazoa kwa hiyo wanalisha watu. Asema Bwana wa majeshi. Ndio. Jue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautatukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Basi niachie hapo tusomee ingine tu ya kitabu cha Kutoka 22:29 hapo katika letu. Kutoka 22:29. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako, mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Amen. Niko tu limbuko. Usikawie kuleta limbuko. Mnalima mashamba. Kwa hiyo wakati kwa muda wa mavuno, wachungaji na wazee wa kanisa hawastahili wao wananunua mahindi. Wewe unasema wewe masikini. Unalima? Mimi sipati chochote cha kumlisha watumishi wa Mungu. Unalima? Una matunda. Kama umegusa ukitaka kubarikiwa, iwe kuku yako, mzaliwa wako wa kwanza au unagusa mayai yako ya kwanza, unafuga kuku inataka yai ya kwanza, leta kifuko kwa nani? Kwa Mungu. Unalima shamba, haujavuna vile vya kwanza, mfuko wako unaleta kanisani. Matunda mti wako wote, mti wako na pamu, matunda ya kwanza kwa nini kuleta kanisani? Utaona baraka. Tunajiona umasikini wenyewe. Mtumikie Mungu kwa nguvu. Hata kizazi chako kilikuwa kimelaaniwa, baba yako alikuwa mwenda kuzimu, baba yako alikuwa
sababu kizazi chako kilipotenda hiyo, kilifanya hiyo dhambi, kikaja kikaokoka. Kizazi kiandika ni kizazi cha kupotea cha jehanamu. Na wewe uko mle ndani. Nataka kwa sababu unanitumikia, unajionyesha, sitaki kupoteza. Nataka nikutoe kwa kile kizazi chako uende na Kristo. Nikakwambia kuna nimekaribia hiyo. Siku nizaliwa. Baba yako alienda wakaleta mpango wa kienyeji, wakaleta dawa ya kienyeji. Wakakumisha, wakasema tukuinde kutoka usifariki. Walipokumisha ile dawa, nikapita naandika kitabu cha hukumu mwili wa jehanamu. Akaandika kizazi chote, na kuanzia kizazi cha babangu. Kizazi ni cha kupotea cha jehanamu. Sasa wewe uko mmo. Sasa wewe utafuta mpaka wewe ujui wakumisha wakati unazaliwa hauna habari, lakini unainuka kwa sababu ya wazazi wako. Hivi mnawazi watu mnanielewa? Huo na kuingia nini wazazi wako walifanya nini na wajua je? Uliza wapi hapa kwa je? Jikomboe. Usiwaze vitu ndio vigumu. Usiwaze hilo, waza haraka. Kama unaona mzee katika na wake ndio anafuata na kitu zingine zisifungui. Mungu anamjia nini? Mungu anasema hivi. Hao watu wasio nasema leo kiswahili kinasema na kikomo mwana kielewe. Wananiambia kueleza vizuri. Sisi sasa kanisa tunafanya nini? Kiswahili na leo. Mungu wangu. Anataka kusema tukiroza mbona chakataka pindi kigogo na mengine na Kiswahili. Mzee wa kanisa anaelewesha. Nikaenda kutafuta mtumishi wa Mungu, akaniombea sana ya toba. Kwa hiyo dawa ilinipa ningali mtu. Tena si mtoto, ningali nazaliwa. Mzazi ya wali ya wazazi ndio waniridhisha mimi nikose kwa mama. Mungu aliona mtumishi wangu napambana. Nilikuwa napanda kwenye vijijini mpaka mvua inanyesha. Inanyesha na kidogo mimi naliwana na baridi. Lakini natembea tu ndani nafika fasi. Ndio kwa nini nimeona kama watu watumishi wana roho mbaya. Watu wa vijiji na watu wa wachungaji. Tunalowana, tunaomba tunashikana mkono sana dada. Kuonyesha namna tunatembea usiku. Tunaenda hivi kwa tunasheda hatusimeki. Tunafika kwenye mto unajaa, hakuna watu kapita. Kuna baba mmoja alikuwa na fimbo yako akatuacha. Na angalia alikuwa ananishikiliza mimi anabeba baby, binti anayenisaidia. Mtoto tunatembea naye. Ni mtoto wa watu. Mtoni umejaa. Nao mtoni wanachimba dhahabu. Maana wakichimba hapa kuna shimo. Wanamisha wanapitisha mtoni. Wao ukipita hapa kama unaenda utanana kwenye wakichimba. Maana wao wanadumikia lazima waweza na ile shimo. Nikaambiwa tushikane. Tuvuke nikikimbia ama mimi nikipita kwa vugo nikikimbia tele na wewe. Mama yako hata ndio kuniuliza ulipeleka mtoto wangu katika kazi ya Bwana umerudi mwenyewe. Tukashikana ili tukaanza kutembea. Tunasikilizisha. Hivi maana hapa mpaka na dola hiyo. Na nguo zenyewe zinaachwa kwenye begi sasa Bwana. Mtoto Bwana ndio kubeba. Hivi na maji kumna na pia kubeba maji kishu. Tunavuka, tunaenda tunaona kanisa, tunafika kanisani, tunafika nyumba, tunakuta mke wa mwalimu. Mke wa mwalimu anatuona, tunaliona na kutendeka.
Ndio maana pale kuna mjini na kuna shida huko. Ikisikia kuomba na shida huko, ikisikia kuna shida kabisa. Ndio nimeeleza mama yangu, usiangalie. Na sisi ndio watu wa kanisa, leo kwa mama yangu nisamee. Mimi sikuje kwa kanisa. Tafadhali usionyeshe kanisa msiwe nyawa juu. Sio kanisa watu zangu. Washangae haijaenda nyama 12,000 mama anasikia kama mwana peke yake
sheria ya zaka unatakiwa kwenye 10,000. Bali kwa shilingi 2,000 una shida gani? Si za kwako. Mungu si unamkopesha. Kwa hiyo tusijifunge. Roho Mtakatifu unatakiwa sasa akuhimize. Kwanza usimjinge ile ya Mungu. Lakini ukiongeza usifaidishe. Yesu asifiwe. Nilitaka kuzungumzia tu hapa mama kuuza habari. Waliingia walienda kwenye kazi ya kuhubiri, alafu walipofika pale mhubiri wenzake akataa kula ugali na nini. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Luka ile sura ya 10 kuanzia mstari wa 5 inasema hivi: mkiingia katika nyumba yoyote, kwanza semeni amani iwe kwenu. Kama kuna mtu wa amani humo, basi amani yenu itakuja juu yake, na sivyo itawarudia. Kaeni katika nyumba hiyo, mkila na kunywa kila watakachowapa, kwa sababu kila mtendakazi anastahili malipo yake. Msihamehame kutoka nyumba hadi nyumba. Mstari wa 8: mkienda katika mji na watu wake wakuwakaribisha, kuleni chochote kiwekwacho mbele yenu. Amen. Huyo mtu anatakiwa aishi hivyo. Hataki kuchagua chakula. Weka ugali na mlenda,
tena ili nyingine kushi tena zaka, ndio ni zaka hiyo leo. Mimi nina baba yangu wa kiroho. Nilikuwa naongea hapo nje, nilikuwa na kitembea hivi. Yakasikia anaongea na mmoja anaanza kujibu mwingine. Akisema Mungu amesema, ndio alielewa. Siku moja kama tunatembea njiani, wote ndio barabarani hivi. Tunafika basi moja ya mjengo kinakatika. Yaani kukatika. Nikamwambia baba, ngoja nataka kukutana. Na akaenda kinakatika. Nikamwambia hii itakuwa nini? Tukaambia kati tukakaa. Akaniambia kitu Mungu, kiatu cha mfika katika mtuko basi na tunaendelea safari tunafika. Na nafasi ya mawe ataumia miguu. Akasema amen. Akaniambia twende hapa mbele tutakuta pesa. Tuko kwenye pori, katika pori hakuna barabara. Tukaanza kutembea. Kufika mbele pesa zinapatikana. Kaweka pesa kwenye jiwe. Pesa iko kwenye jiwe hivi. Nikaona kama vile muujiza. Akachukua zile pesa kwenye jiwe, anahesabu, anaendelea kutembea hapo mbele kuna soko. Fika hapo mbele, tunaingia sokoni, pesa zinalingana na kile kiasi chake. Tukapanda zile pesa, tukachukua kiasi. Pesa anaomba na pesa anakuwa na meza hapo mbele zika kwenye jiwe hapo. Ushikaona muujiza hiyo. Ule ndio baba yangu mimi wa imani, baba yangu mzee. Nilikuwa nakaa hivi, na mimi nawaza, ananiambia wewe shawaza bali kwanza. Maana utawaza tukiwa kwa karibu yako. Maana nawaza pembeni jasha jua, kwa sababu wewe unawaza. Roho yako ni soma. Unasikia ndio wote sikia kwenda wewe. Kama ucheka kwenda. Maana kila siku moja anakuja kumsalimia mara bali anakuja kumsalimia. Kuna mtu alikuja ananiambia kama mtanda kikomo. Sasa nikawa na ile pesa, nikasema hii ni zaka nikaweka. Sasa akatokea ananiambia endelea kidogo, endelea vizuri. Hapo unabadilisha mawazo, utafute nguvu zaidi, uwe na zikarama nilizosema sawa.
kuliko kuombea. Nikwambie tu kweli, kama hatuwezi kurekebisha kwenye eneo hili, hata maombi yetu hayapati kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapolisikia neno la Mungu, kila mtu ajihoji, mimi kwenye eneo hili nikoje? Mimi kwenye eneo hili nimekaa sawa sawa? Na kama sijakaa sawa sawa, kabla hujafikiria kuombea haya, nijiombee mimi kwanza. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunataka kumwomba Mungu. Ndio maana Mungu amempa huyu mama nafasi ya kufika hapa. Si bure. Kuna kitu Mungu anataka sisi kama watoto wake tutengeneze, tujiweke vizuri kwenye mstari, tuweze kumfaa Mungu na utumishi wetu uwe na faida. Ukristo wetu uwe na faida. Ukisoma habari za tajiri na Lazaro, kilichomsababisha tajiri asiende mbinguni ni nini? Alikula kwa anasa, hakutenda wema kwa huyo mtu aliyekuwa naye. Anakula vizuri, halafu huyu aliye chini yake akamdharau, akala makombo, anaona ni sawa tu. Siku anakufa. Hapa ukisoma hiyo kitabu cha Luka, habari za huyu tajiri, haijaandikwa alizini, haijaandikwa alipa, haijaandikwa kwamba alikuwa mlevi, lakini hakutenda mema. Unanielewa watu wa Mungu? Hakutenda mema. Baada ya muda anakufa, anatoka duniani. Lazaro anaondoka pamoja na kwamba alikuwa mtu maskini, na ndio maana unaweza kukuta watu wengi hata wale wenye hali ngumu ndio wanaofanya vizuri kwa Mungu kuliko wenye kipato. Mtu anaweza kuwa na kipato kizuri lakini hafanyi vizuri, na ndio maana Biblia inasema yaani haitaweka usawa. Ndio maana wakati mwingine hatupendi kuweka usawa, kwamba tutoe 200. Kila mtu afanye kwa kufanikiwa kwake. Kila mtu atoe kwa kufanikiwa kwake. Kila mtu atende kwa kufanikiwa kwake. Kwa hiyo haya mambo tunayopewa, tunatakiwa ni muombe Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Yaani wakati mwalimu anafundisha na mtu anafundisha, umeshajiweka kwenye kioo ambalo ni neno hilo, umeshajiona kwenye kipimo. Wewe kwenye kilo hiyo unalingana ama inashuka au iko sawa? Na kama unaona haiko sawa, ufanye vizuri, kuanzia sasa rekebisha. Hii mbingu tunayosema sio ya kawaida, sio lele mama. Sio vitu vya kusema taingia tu mbinguni. Huyu hakwenda kwa sababu tu hakupenda mema, hakusaidia watu. Unaweza ukaona uwezo wa kusaidia mtoto kilo moja ya mchele, kilo moja ya unga, ukamwacha akafa. Na kuambia mbingu bilioni, haki yenu isipozidi ya Mafarisayo hamtaingia. Yesu amezungumza. Kwa hiyo tunapokwenda kuomba, kabla tujaombea haya, hizi dakika chache, mwambie Mungu nisaidie, nataka nirekebishe, niwe mwaminifu kwenye eneo hili la zaka. Watu wengi wamekwama kabisa, na mara nyingine sasa tumeingia kwenye mikopo. Mimi napata mshahara 300, sasa nimeingia kwenye mkopo, nimekopea, ninalipa 100,000. Sasa zaka namletea Mungu 10,000. Ni wizi. Unanielewa? Ni wizi. Umemwibia Mungu. Kama umekopa, wewe unakata mshahara wako, ile unayobakiziwa mlipe Mungu sehemu yake, haki yake, ubaki na hiyo sehemu yako, maana wewe yako umekopea. Unanielewa watu wa Mungu? Tukifika mbinguni ndipo watu watajidharau, ndipo watu watajilaani. Lipa zaka kamili. Na kama ulikuwa ufanye 2026, mwambie Bwana, naomba unisaidie. Mungu, naomba unisaidie. Mungu, naomba unisamehe, sikufanya vizuri. Na baada ya hapo, chukua hatua, ubadilike, utoe zaka. Yeye sio shaka watu wanaotoa zaka ni wale wanataka kusimama kundi kubwa, na si kweli kwamba upate pesa. Unashona chakula unapata pesa, hata siku moja hujamtolea Mungu zaka. Unauza karama, hata siku moja hujamtolea Mungu zaka. Wewe ni Mkristo wa aina gani? Maneno ya Mungu linahubiriwa. Biblia inasema kuwa mshuhuda
tuombe rehema kwa Mungu. Wote hata wachungaji wengi hawatoi zaka, wazee wengi wa kanisa hawatoi zaka, mashemasi wengi hawatoi zaka, washirika wengi hawatoi zaka, na ujumbe ulitoka kule kwa hao wenzetu. Miaka kadhaa kanisa la FPCT Tanzania wanalipia sana dhabihu. Ni kweli. Hata unaweza kuacha malaki ndani, tunamletea Mungu 500, ni aibu mbele za Mungu. Ni aibu. Mungu anakuangaliaje? Tunajitengenezea wenyewe. Wala sio kwamba unakuwa mtu, lakini unajiwekea mwenyewe akiba. Kila mtu aliyepo hapa jioni ya leo, mwambie Mungu, nisaidie mimi sijatoa zaka kwa uaminifu. Na ufanye kwa uaminifu kila ambacho Mungu anataka. Kuhubiri kwangu hakutanipeleka mbinguni kama sitatimiza haya. Moja tu usipotimiza, mbinguni uingie. Hiki ni vizuri sana, lakini mtoi uingie. Hubiri vizuri sana, lakini wewe sio mwaminifu, unafanya dhambi, uingie. Yaani mbingu haina mtani. Nipa dakika moja. Baadaye mwambie Mungu, nisamehe. Kila mtu wakati huo kuna mtu apiga muziki, kila mtu ajiombee. Yaani saa ya kuomba, omba, pata muda wa kuomba, wala usikae kuimba, wala usipige gitaa, wala usipige ngoma, na wewe jiombee.
Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tukae.